Asante sana. Tupo hapa katika gereza la wilaya Njombe kama eneo ambalo nimepata msukumo wa kufika leo kuwakumbuka ndugu zangu wafungwa na mabuso ambao wako mahali hapa, lakini pia askari ambao nimeishi nao kimsingi hapa gerezani kwa takriban siku 1553 na tarehe kama ya leo mwaka wa jana 2024 ndio kwa tarehe ambapo nilitangaziwa uhuru na milango ya gereza kufunguliwa baada ya kushinda kesi ambayo ilikuwa inanikabili. Kwa siku ambazo nimekaa hapa gerezani nilijifunza kwamba gerezani ni kijiji kamili. Kijiji kamili ambacho watu wanaishi maisha ya kawaida kabisa. Wanastahili upendo kabisa ule wa kawaida wa kutoka kwenye kijiji kingine ambako ni uraiani ambako tunaishi sisi hivi sasa. Kuna mahitaji ya kawaida ambayo watu wanahitaji. Watu wanahitaji vifaa vya usafi, wanahitaji matunda, wanahitaji kubadilisha chakula. Wanapata vitu gerezani. Lakini sio kwa mbadilishano kama ambavyo wewe ambao uko raiani na mimi ambaye niko raiani napata hivi sasa, naamua nipate nini kwa muda gani. Kwa hiyo ni muhimu sana, na nikaona basi hebu nitumie mafunzo ambayo nimeyapata au uzoefu ambao nimepata kuja tena kuwashika mkono wenzetu kwa kuwapa vile ambavyo nikiwepo gerezani kwa naviona kama ni vitu vya muhimu sana. Kuipata ndizi moja gerezani ni jambo la kuburudisha sana. Kwa kwamba uongozi wa gereza umekuwa unajitahidi sana kwenye ratiba ya vyakula kuweka matunda, lakini pia unapopata nafasi raia kutoka uraiani kuja kuongeza, ni kama unaongeza kwenye kile ambacho tayari uongozi wa gereza unafanya, lakini wewe unaongeza ili kusudi kuwapa ule uziada ambao hata sisi tukiwa uraiani tunaupata. Mimi kwanza natoa shukrani kwa wadau wetu ambao wamekuja leo wakiambatana na George. Hii inaonyesha kwamba walimu tumefanya kazi. Manake mtoto mpaka nakumbuka nyumbani. Na tuliishi kwa upendo, kwa kuhurumiana, kusaidiana na kuelimishana. Ila natoa rai kwa wananchi wengine au jamii ambayo inatuzunguka. Gereza ni kama hospitali. Na sio wote wanaokuja huku lazima uwe mwizi. Vitabu vinasema kufanya matendo huruma ni ibada. Kwa hiyo waje wasiogope. Mwisho natoa shukrani zangu za dhati kwa hawa wadau wetu ambao wamefika. Leo sio mara ya kwanza. Ina maana mwaka jana vile vile walifika. Kwa hiyo tuhamasishane nje waje. Sisi kama maofisa na askari tunatoa shukrani. Vile kwa niaba ya Jeshi la Magereza kwa mkuu wetu vile vile tunatoa shukrani vile vile. Tukatafuta neno zuri la kuweza kuambia kwamba wao ni wanafunzi kwa sababu wamekuja hapa kujifunza. Yupo ambaye alitoka huko kwao akiwa na tabia mbaya, labda ni mwizi, aliua. Sidhani kama akirudi tena anaweza kufanya vitendo kama hivyo. Kwa hiyo wako darasani hapa wanajifunza, na ninaamini kwamba wakirudi kule uraiani watakuwa watu wema, kwa sababu wapo ambao waliishi hapa wamerudi kule uraiani, tunaishi nao. Lakini lengo kubwa la kuja hapa ni kwamba maandiko yanatuambia hawa ni wahitaji. Tumeambiwa dini iliyo safi ni kuangalia wajane, yatima na watu wenye mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo hawa ndugu zetu tumeona wana mahitaji mbalimbali.